Kwingineko ni kwamba tatizo la kuacha shule na kutohudhuria masomo miongoni mwa wanafunzi limekuwa swala la kuibua wasiwasi katika maeneo kame kutokana na ukame wa muda mrefu. Njaa miongoni mwa wanafunzi inasababisha kutatizika kwa masomo na inaathiri matokeo ya mtihani yao katika maeneo hayo. Ili kukabiliana na changamoto hii, shirika la kushughulikia maslahi ya watoto humo nchini chini ya idara mpya ya serikali ya kushughulikia maslahi ya watoto limeanzisha mpango wa majaribio wa lishe shuleni katika kaunti za maeneo hayo ili kukabiliana na uhaba wa chakula. Shirika hilo ambalo limetwikwa jukumu la kulinda na kushughulikia maslahi ya watoto kupitia mpango wa msaada wa dharura kwa wanafunzi inalenga wanafunzi katika shule za upili za kutwa katika kaunti ya Baringo. Kukiwa na lishe ya bure shuleni, wanafunzi wengi zaidi watazingatia masomo na kuwasaidia kuepuka ndoa za mapema, uhalifu miongoni mwa maovu mengine. Tungekuwa tunafaa kwenda nyumbani kula chakula, but instead ya hiyo tunakaa shule na tunakula. Sasa imetuwezesha, yani imerahisisha masomo yetu kwa simple. Previous 2023 SSC results, it was 3.9 and the last year of 2024 it raised up to 4.6 because of the presence of food. Kama wanafunzi wanatoka, for example, leo mafamilia iko chini sana, low background, pia wanaweza kama wamemiss chakula yote tu kwa home, they can get in school. Katika eneo la Mogotio, zaidi ya wanafunzi 4,000 katika shule 23 za upili wamenufaika na mpango huo. These students have been going home many times for lunch fee. Since you people gave us this food, they have not been going to home for fees. We've never sent them for fees, especially for lunch fee. Has also brought down something like absenteeism, because when they are sent home for fees, some may go there and stay for long. The reason why we chose to assist this county of Baringo is because, one, is an ASAL county where sometimes there is no food in families, and two, there being no food, it means even children would drop out of school. Mkakati huu unatarajiwa kuanzishwa katika maeneo ya Keio Kusini, Elgeyo Marakwet na Nyanza.